Katika kipindi ambacho mataifa mengi yanapambana kujenga ushawishi wao duniani, Tanzania imeendelea kung'ara kupitia uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye safari yake ya kitaifa nchini Urusi imeacha alama kubwa katika nyanja za diplomasia, biashara na maendeleo. Ziara hiyo ya kihistoria imekuwa ya pili kwa rais wa Tanzania kufanyika nchini Urusi tangu ile ya baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere mwaka 1969. Tofauti na ziara nyingi za kawaida, safari hii imebeba matumaini mapya ya ushirikiano, uwekezaji na fursa za kiuchumi kwa Watanzania. Akiwa jijini Moscow, Rais Samia alipata nafasi ya kufanya mazungumzo na Rais Putin, ambapo viongozi hao walikubaliana kuongeza nguvu katika kukuza biashara, uwekezaji na ushirikiano katika sekta muhimu kama elimu, sayansi na teknolojia, kilimo, madini, nishati na utalii. Taarifa ya ukuaji wa biashara kati ya Tanzania na Urusi kwa 72% ndani ya miaka mitano ni ishara kuwa mahusiano hayo yanaendelea kuzaa matunda. Lakini kilichovutia hisia za wengi zaidi ni heshima kubwa aliyopewa Rais Samia kwa kutunukiwa shahada ya udaktari wa heshima kutoka Chuo Kikuu cha Urafiki wa Watu wa Urusi. Hii si shahada ya kwanza kwake, bali mwendelezo wa utambuzi wa kimataifa unaotokana na mchango wake katika maendeleo, diplomasia na ustawi wa jamii. Ndani ya miaka mitano pekee ya uongozi wake, Rais Samia ameshatunukiwa shahada 8 za heshima kutoka vyuo vikuu mbalimbali duniani. Heshima hizi zimekuja kutokana na mchango wake katika kuimarisha elimu, kukuza utalii, kuvutia uwekezaji, kusimamia maendeleo ya wanawake na kuendelea kuijenga Tanzania yenye matumaini mapya. Wengi wanaamini mafanikio haya yanatokana na maamuzi makubwa aliyoyafanya tangu alipoingia madarakani mwaka 2021, kuanzia kuimarisha diplomasia ya uchumi, kuongeza uwekezaji, kufungua milango ya biashara ya kimataifa hadi kuitangaza Tanzania kupitia filamu ya Royal Tour. Hatua hizo zimeifanya Tanzania kuonekana kwa jicho tofauti duniani. Katika kuhitimisha ziara yake, Rais Samia alihutubia jukwaa la 29 la kimataifa la uchumi la St. Petersburg, moja ya majukwaa makubwa zaidi ya uchumi duniani. Huko alitangaza Tanzania kama kitovu cha amani, biashara na uwekezaji, huku akiwakaribisha wawekezaji kuja kutumia fursa zilizopo nchini. Na kama ishara matokeo ya ziara hiyo, kuanzia Julai 2026, shirika la ndege Tanzania ATCL litaanza safari za moja kwa moja kati ya Dar es Salaam, Zanzibar na Moscow, hatua inayotarajiwa kufungua ukurasa mpya wa biashara, utalii na ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Kadri siku zinavyosonga, duniani inaendelea kutambua mchango wa Rais Samia, shahada za heshima, tuzo za kimataifa na mwaliko wake katika majukwaa makubwa duniani si heshima za kibinafsi pekee, bali ni uthibitisho kuwa Tanzania imeendelea kujenga sauti, hadhi na heshima yake mbele ya mataifa ya dunia. Kutoka Dar es Salaam hadi Moscow, simulizi ni moja tu. Tanzania inaendelea kusonga mbele na dunia inaendelea kuitazama kwa jicho la heshima na matumaini. Mtumwa Suleiman, VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.